Shalom, shalom. Here is Apostle Man Tanzania, son of Prophet Dennis Tanzania. Niko hapa kuelezea jambo linalohusiana na uongozi na nitaeleza kwa mapana zaidi. Na ili mradi nipo katika taifa langu la Tanzania, ninatoa wito kwa uongozi wowote ambao upo Tanzania kwa kadri ya upana wake. Natamani ujue na watu wa Mungu mtambue ya kwamba uongozi hapo mwanzo Mungu ndiye aliyekuwa akiongoza. Na asili ya uongozi wake aliweka katika mfumo wa haki au kutoa haki kwa watu wake. Kiasi kwamba kuna kipindi watu walidai hadi haki ya kutoongozwa moja kwa moja na yeye, Mungu ikabidi aruhusu kuwepo na nyanja za uongozi ambazo yeye ndiye ambaye atakuwa anasimamia, ila wale watu watakuwa wamepewa tu mamlaka ya kuwasimamia wanadamu wenzao. Kwa ile mradi wewe unajiona kwamba umewekwa katika nafasi yote ya uongozi au upo kwenye sekta fulani kama kiongozi, tambua kabisa endapo kama Mungu asingeweka mamlaka ya uongozi, usingekuwa kiongozi. Sasa endapo kama ukitambua kabisa umepewa nafasi ya kuongoza wengine na ukawa unakiuka misingi ya haki, maanake moja kwa moja unapingana na Mungu. Haupingani na haki za wale unaowanyima, haupingani na wale unaowanyima haki, unapingana na Mungu ambaye ametoa mamlaka. Biblia inasema tuziheshimu mamlaka kwa sababu mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Sasa imradi mamlaka zinatoka kwa Mungu, it means automatic kama Mungu ni Mungu wa haki, maanake mamlaka zote hazijaamriwa kutenda jambo lolote ambalo ni kinyume cha haki kwa hao wanadamu wenzao au kwa watu ambao wako chini yao. Na ikitokea kuna uvunjifu wa haki yoyote, Mungu katika uungu wake atapingana na hao waliopo katika hizo nafasi. So it reach a level, endapo kuna nafasi ya uongozi inakinzana na kutoa haki, inaenda kinyume cha haki, automatic Mungu ndiye ambao wanampinga. Hawampingi mtu, wanapingana na Mungu ambaye ni Mungu wa haki. In fact, watu wengi hawaelewi ya kwamba, na hata kama upo kwenye nyanja ya kiongozi haswa, naongea na wewe, ya kwamba anytime endapo ukikeuka haki, ukipingana na haki. Okay, kuna mtu anaweza kana niuliza, mtumishi unaongelea haki, unamaanisha nini? Haki ni jumuisho ya mambo yote ya msingi ambayo mwanadamu anabidi apate. Mfano, haki ya kuwa hai. Mtu akikosa haki ya kuwa hai, maana hilo taifa haliwezi kuwa na amani, haliwezi kuwa salama. Kutakuwa na taharuki kubwa, watu watakuwa hawana tumaini juu ya kesho yao, kwa sababu hawana uhakika kama kesho wataiona. Ni kwa sababu hakuna haki ya mtu kuwa hai, haki ya kuwa salama. Endapo kama watu wakikosa haki ya usalama, watakuwaje na uhakika wa kujiwekeza katika ile eneo? Usalama wa biashara zao zitakuwa wapi? Usalama wa maisha yao utakuwa wapi? Usalama wa watoto wao utakuwa wapi? Na wawezaje kujijenga katika eneo ambalo hakuna haki? Haki ya kuthaminiwa. Endapo kama uongozi hautoi haki ya kuthamini maisha ya watu, hao watu watakuwaje na ujasiri wa kukuamini wewe uliopo katika nafasi? Hiyo ndio inapelekea watu wanakuwa na uchungu mioyoni mwao na chuki zinajaa mioyoni mwao. Mwisho wa siku wanaanza kupingana hadi na uongozi ambao unaongoza. Shida ni nini? Wanachotafuta ni haki ya kuthaminiwa. Endapo kama ni kiongozi na uthamini haki na uthamini watu wako, jua kabisa lazima utapingwa. Hakuna mtu ambaye ana akili timamu aanze tu kupinga mtu au watu fulani ambao wapo kwenye nafasi ili mradi hao watu wanafanya kitu ambacho ni sahihi. Haiwezekani. So mahali popote kama ni kiongozi, hebu tafakari hiki kitu. Neno la Mungu linasema haki huinua taifa, lakini dhambi ni aibu kwa watu wowote. Manake watu, ukiona mtu anakupinga, ujue kabisa tayari aibu inakufuata, ni kwa sababu kuna kitu hao wanaokupinga wamekikosa. Sasa ikitokea kwa sababu unapingwa, unaanza kuondoa zaidi haki ya kuondoa maisha ya watu, jua kabisa ipo unapelekea taifa liende kwenye nafasi mbaya. Unapoangalia mataifa mengine ambayo yanapigana vita usiku na mchana, mataifa mengine kuna watu wanapindua hadi serikali wapo madarakani, vita zinatokea kati ya serikali na wananchi wake, ni kwa sababu kulikuwepo na uvunjifu wa haki. Sasa nikupe siri,
ubaya wa haki unapokosekana, kuna level ambayo mtu anaweza kanyamaza kimya, lakini ikifika ile level ya mwisho to the extreme, watu wanatafuta haki hata kwa nguvu. So mahali popote ambapo unatazama, ukiwa ni kiongozi, make sure unasimama katika misingi ya haki. Hauhitaji kutumia nguvu kubwa ukiwa kama kiongozi ambaye umepewa dhamana ya kuwepo katika ile eneo, kutumia nguvu kubwa kuaminisha kwamba watu wanafaa, kutumia nguvu kubwa kuaminisha kwamba watu wapo msalama mikononi mwako. Ukisimamia tu haki, automatic amani itakuwepo, tumaini juu yako itakuwepo, watu watakuwa na uhakika juu ya maisha yao, na hiyo itapelekea watatambua kabisa, endapo fulani akisimama kwenye nafasi fulani, tuna uhakika mambo yataenda, na sio swala la watu wakupenda au wakubaliane na wewe. Je, una uwezo kama kiongozi wa kutoa haki kwa watu ambao wanakukubali na hata wale wasiokukubali? Ndio sababu Mungu ambaye ndiye ametoa mamlaka za watu kuwa katika uongozi, ni Mungu ambaye anasimamia haki, sio tu kwa watu wanaomwamini, hata kwa watu wanaompinga. Na ndio maana ukisoma Biblia inasema ya kwamba Mungu huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki, wenye dhambi na wasio watakatifu. So imagine watu wanapingana na wewe, lakini still unapatia mema. Yale mema, Biblia inasema mtu akikufanyia ubaya alafu ukamfanyia mema, inakuwa ni kama umempalia makaa kichwani pake, ya kwamba kiuhalisia anajua ninakupinga, ila ukweli kama ukweli, jamaa anapambana, jamaa ameleta barabara, jamaa ameleta amani, jamaa ameleta upatanisho. Sasa kama kiongozi, je, ushawahi kujioja kwamba unatumia misingi ya haki au la? Haijalishi uwe ni kiongozi wa serikalini au uwe ni kiongozi katika kampuni, je, unasimamia misingi ya haki? So kuna viongozi, imagine umeaminiwa tu kuwa kiongozi kwenye kampuni, lakini hauishi misingi ya haki, ni kuonea wafanyakazi wapo chini yako, hautoi haki sawa, una upendeleo. Mtu wa Mungu, hauna nafasi ya muda mrefu mahali hapo pote ambapo unatazama. Imradi hausimami katika haki, jua kabisa upingani na hao watu ambao unawanyima haki, unapingana na Mungu ambaye ni Mungu wa haki. Na ikifikia level unapingana na Mungu, usahau ya kwamba Mungu anaweza kufanya kama Nebukadreza. Muda wote unaweza ukakatwa au kang'olewa. Muda wote Mungu anaweza akakuharibu. Nunguniko yao yakifika kwake, hukumu lazima ije juu ya yote ambaye atoe hiyo haki. Na ndio maana ukisoma katika Danieli anasema hukumu hii ni kwa sababu ya amri ya waangalizi na watakatifu, ili kusudi watu waliopo duniani wajue ya kwamba Mungu ndiye anayetawala. So Mungu awabariki sana. Ili naliadresi hasa katika eneo lote la uongozi, iwe ni kwenye nyanja ya taifa, iwe ni kwenye nyanja ya kidini, iwe ni kwenye nyanja ya makampuni mbalimbali. Make sure kama kiongozi unasimamia misingi ya haki. Kama unaona upo katika misingi ya haki, jua kabisa utoshei hapo. Mtu wa Mungu, kimbia. Tupo katika kipindi ambacho Mungu yuko serious